Basi kama kweli kwa sehemu 21 ndani ya mzito wanaoita Border Town, tunazidi kusonga mbele zaidi. 各门派的人将花教主落败的消息大肆宣扬。 Basi binti aliendelea kutoa story. Akasema mtoto wa mfalme ambaye alikuwa ni kiongozi wa Demon Sect alikuwa akiweza kuleta vurugu fulani wakati mmoja, yeye pamoja na bodyguard wake kipindi hicho. Kumbuka ni story ambayo binti anazidi kuweza kuitoa hapa, hususan kuhusiana na vitu ambavyo aliweza kuvitenda Makang kipindi kile. Anasema siku ile ndivyo ilivyokuwa hivi, ambapo binti wanaanza kumuita ambaye alikuwa ni mtoto wa mfalme. Sasa huyu binti ambaye anapigana bali mama yake na Fushun kipindi hicho aliweza kuwezwa na huyu mzee mzima ambaye alikuwa ni kama bodyguard wake ili aweze kumrudisha hapa. Lakini bahati mbaya kuna kinecklace fulani ambacho kiweza kudondoka chini ambacho binti alikuwa na kijali zaidi. Binti baada ya kuona kimeweza kudondoka bidi aweze kuruka kuweza kukifuata. Basi ilikuwa bodyguard wake naye anabudi kuweza kumfuatilia ili aweze kwenda kumsaidia binti asije akaweza kuzurika. Kumbuka ni story ambayo tunapewa na mzee mzima anamuita yule mama binti anaweza kumuita wa cheki mambo hapo. Nasema kufika chini binti aliweza kumkia mwamba anaweza kumkinga binti huyo. Na hatimaye akawa ameweza kuzirai baada ya muda mchache kuweza kupita. Ndio wakati kila mmoja alikuwa kaza kujisikia kwa jinsi yake. Binti anasema baada ya hapo walikuwa wameweza kudondokeana na bonde moja kubwa ambalo ambayo iliwagharimu muda mrefu zaidi kuweza kutoka. Kwa maana hiyo basi waliweza kukaa upande wa chini kwa muda mrefu zaidi ambao kila mmoja alikuwa yuko tayari akimtegemea kila mmoja kwa sababu walikuwa ni wako wawili tu. Na hapo ndipo mazoea alipoweza kuanza baina yao pia ambao huyu ndio Hirobaya hapo. Anasema Hirobaya na binti huyu waleta kushirikiana kwa mambo mengi sana, ukaribu huu kaanza kuleta tena ikaisia kila mmoja akaanza kumpenda kila mwenzake. Anasema baadaye sasa ilifika muda sasa binti akawa naye anasikia baridi kutokana na ile hali ya hewa iliweza kuwa kule kwa walipeana kampani ya muda mrefu. Alipofika mwishowe basi binti aliweza kumrudisha binti nyumbani kwao. Kaambia nimeshakufikisha tayari hapa. Unaweza ukaendelea kwenda mbele kidogo sababu sisi hapa mfalme wenu na wa kwetu una uadui. Kwa sisi nikaweza kwenda, unaweza ukaenda sasa, maisha yako salama kabisa. Lakini binti ambaye mama yake na Fushun kipindi hicho alimwangalia akasema nimekurudishia kile ambacho kwa cha muhimu kwako. Binti akasema nashukuru. Akasema lakini wewe hapo mbona umpoteza maisha yako pia kunisaidia mimi? Ambo alijirusha kwa sababu ya hiki. Binti akamwambia na wewe pia ulisaidia maisha yangu. Na wewe pia ulisaidia maisha yangu. Sasa binti alikuwa amekwisha kuweza kumpenda mwamba. Wanamuita Hirobaya. Na hii ndio chanzo halisi ambacho tunapata hapa. Na huyu ndio babake na Fushun na mama yake sasa hapo. Baada ya hapo waliweza kupendana na hatimaye kilichojiri hapo baada yake. Akasema kwa hiyo nataka kuniambia kwamba alikuwa na ujauzito binti huyu. Akasema ndivyo ilivyokuwa. Na baadaye walipendana sana, hatimaye wakaamua kuja kuweza kuzirisha mapenzi yao kwa kaka yake ambaye ni Makang. Cheki mambo. Kumbuka ni story ambayo binti anaitoa kumuelezea mzee mzima wanamuita Yekai kuhusu maisha halisi sasa ya Fu Hongxue. Cheki mambo. Sema baada ya hapo ikawaje? Aliamua kuweza kuenda kumtambulisha kwa kaka yake ambaye ni Makang ambaye ndo baba yake na Mafangling. Lakini hatukutarajia kama ingekuwa iliyokuwa siku hiyo. Anasema kaka yake alimresist kwa sababu binti yule alikuwa ni kunotoa katika upande wa Demon Sect. Cheki mambo. Kwa babake kaka yake alimkataa. Alichoamua aliweza kuwaua kwa sababu kaka yake alimpenda mtu kutoka kwenye Demon Sect ambao ni adui kutoka kwenye ufalme wao. Hirobaya alizidi kupigana kuweza kusaidia maisha yake. Kaka, kwa nini unanifanyia hivi kaka? Kamba umefanya makosa kuweza kumpenda binti kutoka kwenye ufalme mwingine. Kamba nataka mvamie muweni kabisa. Msikia? Vamia. Basi ali ya Hirobaya alita kugeuka na kaka yake ambaye ni Makang kipindi hicho. Sasa binti naye alikuwa akijaribu kuweza kumtetea, nakumbuka alikuwa mjamzito. Alichoamua Makang kufanya ni kumuua binti.
alimzamishia upanga pale pale, utaamini. Cheki mambo hayo. Asiyekuwa Makang sio mtu mzuri kabisa. Alimzamishia panga pale pale. Binti akataka kudondoka chini, tayari hali yake ni mbaya. Aliyebaki alikuwa ni mzima Hirobai huyu hapa. Alichomwona ni kumuulia mbali. Cheki. Tupa upanga mmoja namna hiyo. Hirobai alipojaribu kuweza kukataa, kisha naye akakiza kuja kwa nyuma. Cheki mambo hayo. Yeye alimpiga pigo moja hilo mzee. Basi hali zao zote mbili zika katika hali ya shida. Na hivi ndivyo historia ilivyoweza kuwepo. Kwa nini mpaka sasa hivi hali halisi iliweza kuwa hivi? Kwa Hirobai ukweli mzima aliuawa na Makang ambaye baba yake Fu Hongxue. Nasema baada ya hapo mama yule alitoka akiwa mjamzito, alipanda kwenye mlima mmoja ambao mlima huo uliweza kumsaidia maisha yake hapo. Nasema kwa nataka kuniambia aliweza kukaa kule na ujauzito huo mpaka alipofanikiwa kuweza kujifungua. Akisema alimkuza mtoto wake kwa moyo wake wote, akitarajia siku moja atakuja kulipita kisasi kwa ajili ya hayo. Kama unajua mtoto ni nani? Jamaa akisema bila shaka ni Fu Hongxue. Kama ndivyo ilivyo. Kwa Fu Hongxue alilelewa kwa ajili ya kazi hiyo ambayo ni kulipiza kisasi. Kama nataka kuniambia kama Fu Hongxue ni haki kubwa ni kisasi, kama ndo kazi mama yake aliweza kumlelea kwa ajili hiyo. Na hayo ndo maisha halisi ya Fu Hongxue. Kama Makang inakuwaje kuhusu Makang? Kwa hiyo nataka kumaanisha kama bado hajaweza kumuua mpaka akishe amemuua Makang kwa yote aliweza kuyafanya, sio? Kama lazima usiweze kumchukia. Basi kumbuka huyo binti ndo alikuwa mke wa pili wa Makang ambaye aliweza kufukuzwa kule. Alikuwa kisidi kuweza kumuomba Ye Kai kwamba ona maanisha kwamba mimi hapa ni baki nikusaidia wewe, si ndio? Sema nilikuwa kwa ajili ya kumsaidia Fu Hongxue afanikiwe, lakini nishafukuzwa pale, sina jinsi tena. Kwa nataka kuniambia kwamba unanyachia mimi usalama huo, sio? Naambia mimi nitakuwa niweze kumtia moyo Fu Hongxue katika kazi hii hapa. Maana tumetoka naye kwa Demon Sect sehemu moja. Mimi nikawa nishafukuzwa tayari, inabidi wewe uweze kunisaidia hilo kazi kwa ajili ya kazi hiyo. Kwa nataka mimi nianzishe upya kabisa masuala ya kumlinda, sio? Cheki mambo hayo. Kaambia hamna shida. Kwa shida yako kumbe ilikuwa ni hiyo, sio? Kaambia nilitaka sababu mimi sina tena kule. Sasa nikampa kampani ya kutosha Fu Hongxue. Maana mimi tayari siko tena, nataka uniahidi kitu kimoja. Sababu licha niahidi tutakwenda kunywa pamoja. Basi sio mbaya zaidi. Kama tutaweza kwenda kunywa, lakini nataka uweze kuniahidi kitu kimoja. Kwamba utamlinda Fu Hongxue mpaka atakapokamilisha mpango wake. Kwa sababu yeye ni mtu mwenye nguvu kila siku. Na mpango wake ni kukamilisha kisasi kwa Makang. Lakini mtu wale shujaa, jua kuna kitu ambacho kitaweza kumzuru. Hakuna shujaa asiyezurika ndugu yangu. Kama basi hamna shida. Kwa hiyo nataka niweze kulichukulia hilo swala, sio? Kama natumaini kutoka kwako wewe, na naomba uweze kuniahidi mimi. Basi akamwambia sawa, na kuahidi hivyo. Nitamsaidia Fu Hongxue. Upande wa pili Fu Hongxue mzee amelala tangu siku ile. Hajaamka hadi leo mzee. Leo ndio anakuja kukurupuka sasa mzee. Basi binti anamuita Mafangili alikuwa akimlinda muda wote. Kaambia najua tayari umeweza kufa. Kaambia Kuinong alikuwa anataka kuweza kukuua. Ana siku ile ungefia pale pale ndani pasipo mimi kuweza kuwa. Singemwacha Kuinong akuzuru. Kaambia Kuinong anaendeleaje? Kama Kuinong yuko tena kwenye hii dunia. Sasa unamaanisha nini? Kwamba amekufa au? Kaambia ndio ameweza. Mbona umeshtuka sana baada ya kusikia hizo habari? Akasema hapana, hakufaa kuweza kufa. Fu Hongxue kadai ya kufa hawezi kufa. Kaambia lakini nataka kuweza kukuua wewe. Kaambia kutakiwa kufa pamoja na hayo. Basi mwamba Fu Hongxue alilala kwa huzuni kubwa zaidi baada ya kuweza kusikia kuhusu habari hiyo.
Alijilaza zake chini akisema huku basi akizidi kudai kimoyomoyo, hapana, haikufaa Quinong afe kwa wakati huu. Hivyo ndivyo ilivyokuwa. Kumbuka ni sehemu ya 21 kabisa. DJ Hero anazidi kwenda mbele zaidi kama kawaida. Upande wa pili kumbe Fu Hongxue alikuwa Quinong alikuwa hajaweza kufa. Alichomoa Ma Fangling kumtoa na kumpeleka mbali kabisa ufalme huu. Niacheni kaongee na Ma Kang. Nataka nikazungumze na Ma Kang, amsikii? Kamba una haki kuzungumza na Ma Kang tena wewe. Na Ma Kang hapo alipo akutambui tena. Panda kwenye gari hapo. Kile kikeji ambacho alitolewa nacho kipindi kile leo anarudishwa tena mle ndani. Kama yaondoka Ma Fangling alirudi. Kamba kwa nini niachie niondoke ndugu yangu kama hivi? Kamba kwa sababu mshagundulika, si ndio? Kamba kila kitu kiende kama nilivyo oda. Apelekwe mbali kabisa binti. Leo tena siku nyingine tena. Kama Ma Fangling anamaanisha nini kufanya hivi? Kamba kila siku nakuuliza siku moja. Nakwambia kila siku kuhusu masuala hili moja. Nataka nione kwamba wewe unaondoka katika ile eneo mbali kabisa, lakini usikii kila siku narudi. Kamba kwa sababu ya Fu Hongxue. Unajua kama Fu Hongxue anatoka kwenye Demon Sect. Hajui kama ni adui wa ufalme wa Fu Hongxue unamtetea. Kambia hizo ni mawasiliano yako. Kuishi kwako tu huko. Mambo yao ya zamani mimi hayanihusu. Unajua mimi nampenda Fu Hongxue. Na inaonekana kwamba wewe ni mbishi. Unapenda sana kufuatilia masuala hayo. Kambia lakini kumbuka ni mtu ambaye ni adui katika ufalme huu. Kambia hata kama mimi ushindo wangu kwenye mikono yangu, sio kwa ulinzi wako wewe. Wala sikuhitaji uendelee kuweza kunilinda mimi. Nishamwambia kila kitu kuhusu hilo. Nimeona mama yake wakiwa wanaongea kuhusu kumuomba baba yako wewe. Yeye pamoja na mama yake wako hapa. Anataka kwenda kukua wewe. Sasa imetosha, nishajua. Kamba leo ni siku ya mwisho na kutoa. Fu Hongxue, naomba uondoke kamba inaye. Nakutoa tena leo, sitaki kukuona tena hapa. Kamba kabla hujafanya hivyo ndugu yangu lazima uweze kufikiria kwanza. Nasema sitaki kukuona tena hapa. Na nimwambie walinzi waondoe huyu mtu. Fangling amsikilize, akatoa oda babaye. Sema hamna shida mama. Kampeleke mbali kabisa mji huu hapa. Asiwahi rudi tena huko. Basi hivi ndivyo alivyoweza kutolewa binti anamuita Quinong. Akapelekwa mbali kabisa huko. Fu Hongxue alishadanganya kwamba ameweza kufa. Kaambia sasa unaweza kujaribisha mavazi ya harusi haya ambayo tumeweza kukuandalia leo kama oda ya mfalme ilivyokuwa. Ambaye ni zile nguo za harusi unaweza kuziangalia. Hapo usinipenda kuziangalia kwa sasa hivi, la kutangalia kwa muda wote. Hapo kasikia Fu Hongxue. Airudi binti huyu hapa. Kumbuka alidanganya kama ameshaanza Quinong alishakufa. Aliniletea vitu vile kaambia, tazama hizi. Hii kutoka katika gold. Na hii ni ya kawaida tu. Kama mimi siamini hivyo vitu mimi. Kaambia hii hapa ina Monkey amesema. Tukiweka hii tutafanya sisi tuweze kuwa huru katika maisha yetu baadaye. Ni kwa jinsi ambavyo tutakuwa tukiweza kukaa pamoja furaha bila wasiwasi. Na kisha kama vyote zinakuwa kwenye mikono yetu yote. Wachukua kimoja imebaki na kimoja. Kisha kama ukipotezi. Kama umeshajaribu vazi la harusi. Kaambia naomba ujaribu kwanza kabla hujaondoka. Kaambia mna shida, nitajaribu nikirudi. Kama naweza kwenda kwa sasa. Basi Fu Hongxue aliweza kutoka na akaweza kuondoka. Kumbuka ni maandalizi ya harusi baina ya Ma Fangling pamoja na mzee mzima anamuita Fu Hongxue. Fu Hongxue basi alikuja sehemu gani? Alikuja nje kabisa ya mji huko hivi. Cheki hapo. Kuna mtu alikuja kuweza kukutana naye. Alikuja mbali kabisa ya mji huko. Lao Fu Hongxue na kitu alikuwa anakuja kufuata. Alipocheki kwa mbali, hii ni sehemu ambapo baba yake aliweza kuuawa, ambao kila siku alikuwa akiweza kuelezewa. Watu wengi zaidi ambao walikuwa wanamuelezea na wakampa histori kuhusiana na hivi. Kwamba ndio sehemu baba yake aliuawa kipindi hicho.
Anapoiangalia basi hapa anapata kumbukumbu pale pale. Mama yake alipoweza kumwambia jinsi ambavyo aliweza kuvamia na mkali wanamuita Makang. Kisasi kinakaribia baba. Hiyo ni ukingoni mwa season 1 mzee. Kama bado season 2 bado ngoma ni mbichi kabisa hii. Cheki mambo hayo mzee. Ni muziki mzito kama kawaida kwa DJ Hero tukapanda zaidi. Kama kawaida zidi kwenda mbele zaidi na mashine nzito. Kitu wanaita Buda Town kama kawa. Mwamba alipiga kelele mzee kwa hasira mzee. Pia anapokumbuka kuhusu maisha babake na Makanga aliyefanya mauaji. Alipiga yoyoye mzee mzigo mzima hii hapa. Bonge ya kelele mzee. Akiwa na hasira kutosha. Aliyefanya mauaji yote haya ni Makanga. Pale pa jamaa wako kaingia. Ndio ni miaka mingi zaidi ambayo najua mmoja kukuta kile sehemu. Kai alikuwa akimfuatilia. Kama najua kuna kitu ambacho bado kwenye kumbukumbu yako. Kama mambo ya zamani yanaweza kutokea hafai kukuhusu wewe. Kama mazaje kujua mambo yote kunihusu mimi. Kama cha sababu kama mimi ni mtu wa kuingilia mambo ya watu nafahamu sana Kwa nafahamu vitu vingi kuliko hata wewe sio ajabu. Kaambia unaonekana kwamba wewe umekuja kwa sababu fulani hapa. Kwa nini ulikuwa unalia sasa hivi hapa? Sababu ya mambo sababu ya mambo uliweza kuyafanya watu waliweza kupita zamani. Kama cha kuongea vitu ambavyo vina maana wewe. Kama maritosi yako ni nzuri sana. Kwa nini usienda ondoka na Mafanguli ukaitumia vizuri kwa mbele kabisa? Ukiondoka na binti Mafanguli ukaweza ukaitumia vizuri. Itakusaidia kukamilisha madonda yote kwenye mwili yako, uweke mwili wako uweze kuwa sawa. Kuliko kujitia hasira na kulipa kisasi ambacho kisichokuwa cha kwako wewe. Najua kiweza kumua babake na Mafanguli itakuwa mpa kidonda kikubwa sana ambacho akitibiki Unafahamu hivyo? Na kwa nini ukaamua kuweza kufanya kitu kama hivyo? Sasa Mwamba akakumbuka siku ile. Ile baya alicheza kukisema siku zile. Kabla hajaweza kuuawa huyu Mwamba anamuita. Alipotaka kutamka neno moja fulani Makanga kama mwahi kumchinjilia mbali siku ile. Kuna siri alikuwa anataka kuweza kuitoa, sio? Kambe isiwe shida. Kwa sababu Makanga alikuwa anafahamu kuja hili. Kabla lakini hamna shida sikupe tatizo sana. Haitakuwa ina maana kwa sasa. Lakini unapenda sana kazi gani ndio sasa kukufahamu unajisikiaje comfortable au uncomfortable kuhusu hili swala? Naambia nataka nikusaidia kabla sasa ukaanza kubishana wawili hao. Cheki mambo hapa. Kai anajaribu kuweza kumshawishi Mwamba achane na mambo ya kiswasi endelee na shughuli zake zingine. Lakini Mwamba anazidi kuweza kuweka ugumu. Kaambia kaa kimya. Kaambia kila siku nakwambia kila siku sababu gani wewe? Unamsikiza mama yako Mkasirisha tena Fu Hongxue mzee. Hata alikuwa anafanya kosa kubwa. Fu Hongxue alichukia. Akichukiaga huyo kwamba nikipigwa kinalika tu mzee. Amemboa Fu Hongxue yuko ni hali mbaya. Uzuri wa Yekai mzee ni mzee wa masharati yuko vizuri. Anajua kuzikwepa haswa. Cheki mambo mzee. Mikiki hapa mzee. Utasema wewe. Cheki mambo haya. Walipambana kinyama. Yekai anaongea sana alafu Mwamba na hasira. Sasa alikuwa anamletea hasira za hatari. Walipigana muda mrefu mzee. Mbona unafanya nini? Mnakuelekeza unanivamia. Mimi nakuelekeza wewe bwana. Kaambia ikuhusu wewe hapo. Unatakiwa uweze kufa endapo unanizuia nisifanye nataka kukifanya. Nimesaliwa kwa ajili ya kisasi wewe. Unajaribu kuweza kunizuia. Hasa walipigana mzee mzima yeye. Ambao unijui vizuri wewe. Wewe. Kaa mbali na mimi kabisa. Kama najaribu kuzuia usimuue babake na Mafanguli utakuwa umeharibu maisha ya Mafanguli mazima. Jaribu kumuua kabisa. Na katika sikio ya leo nimekusudia kuweza kumuua. Na kuomba sana tufanye hivyo. Kaambia nitafanya nini na wewe hapo? Kama nyinyi wote wawili ni marafiki sasa hamfai kuweza kufanyana bifu zote. Fuatilia mambo yako. Basi mambo yako bwana. Ukimwona babake na Mafanguli utakuwa unabeba Mafanguli maisha yake kwa ujumla. Usifanye hivyo tafadhali. Utakuwa umeharibu maisha ya Mafanguli kabisa. Ukimuua babake hata kama alihusika kifo cha babako wewe. Kamba Yekai. Nikwambia nini kila siku uache kunifuatilia mimi? Maisha yake atakuwa ameharibiwa na mimi sitajali kuhusu hilo.
Kwa mbali binti Mafangli kumbe alikuwa anamfuatilia Fu Hongxue kwa nyuma. Alikuwa anakuja wakati wazi wazima alikuwa analetana mikwara juu. Kamba nimeshaamua kutafuta kisasi. Basi acha nifanye, sina muda wa kumfikiria Mafangli. Mimi nina muda wa kulipa kisasi tu. Kaambia sitaki kujua kama ni binti wa makanga au nini. Haijalishi. Kaambia lakini kwa nini nakuona huruma? Kaambia miaka 20 iliweza kupita, hakumwonea huruma babangu mimi. Fu Hongxue unajua baadaye itakuja kuwa vipi kwa sababu ya mama yako, ndio maana nalipa kisasi kwa sababu ya mama wewe. Sio kwa sababu yao. Haya ilikuwa mambo yote yapike. Kaambia Yekai, usiniforce ni kwa kuua Yekai. Naomba uondoke haraka sana. Akaona uniue. Kama sifuta uswadi wako niue basi. Kama unatafuta kifo wewe hapa. Kaambia mimi nishakufa tayari kabla ya kuja hapa. Unaona unisikii, kumbe bado unisikilize wewe. Wakaanza kuletana za kweli kweli mzee. Ile ilikuwa ni off friend, lakini sasa hiyo sio off friend tena mzee. Cheki mziki huo. Kama unataka kuniua si ndio? Huo ndo mwisho wako mjinga wewe. Nakwambia kila siku unisikilize rafiki yangu, alafu unaleta mambo za ajabu. Cheki mambo. Sauti kidogo katika mziki wapo umejimuti kidogo, lakini tunazidi kuiweka sawa, tutazidi kwenda mbele zaidi. Bado tu kazi iwe nazidi kusonga kama kawa. Leo sasa kwenye mtambo kama kawaida DJ Hero kama kawa. Hapa ni mambo ya kukimbiza tu mzee katika mwaka 2018. Binti kwa mbali anakuja, tunaona kuna mpambano unafanyika hapa. Binti hajui nini kinaongelewa hapo, kumbe ni kwa sababu yake watu wanapigana hapa leo. Binti anakuja mzee na wai na farasi huyu. Anakuja pale kwa hasira mzee. Taka kumkata anakuja kumuua mazima wewe. Binti akatupa upanga changu kapangua. Ile panga ilikuwa inaondoka na kichwa mzee. Kwa ni binti anamuita Mafangli. Kwa amemkosa mzee hapo. Mafangli amefika hapa. Akashuka pasipo kujua yeye alikuwa akizungumziwa. Kamba Yekai, uko salama? Kabla mimi niko salama sana. Nashangaa huyu mtu ambaye anataka kuweza kuniua mimi. Anataka kuniua kwa sababu gani? Kamba lakini najua mshajua tayari nyinyi. Kila siku ni watu wa utani. Imekuaje leo mnapigana nyinyi wawili? Kamba nini mmekuleta hapa wewe? Kamba kwa nini nao umekuja hapa? Kamba hakuna tofauti kati yetu sisi hapa. Mko mjaribu kuweza kuwaua, si ndio? Kumua mnaingilia mambo yenu, si ndio? Kambia nani kati yangu mimi na wewe ni mpenzi wake hapa? Wewe ni mpenzi wangu, mpenzi wa huyu. Ana tena wacha wivu wewe. Basi Yekai akaingilia. Fushu wewe ngwambie kitu rafiki yangu. Kila siku sisi tumekuwa marafiki hapa. Na mimi najua kama sasa kama unampenda Mafangli. Na Mafangli ana yuko moyoni mwake ni wewe. Sasa wewe ufai kuweza kuwa binti akaingilia. Usiseme hivyo tena. Basi mwamba anamuita Fu Hongxue akaameza kuondoka tayari. Basi alikuwa akiweza kuondoka sababu tayari walikuwa wamecheza kupishana. Kauli la mzee mzima anamuita Yekai. Kaambia mahusiano yetu si na wewe mtoka wapi wewe? Kaambia hajaribiana mahusiano. Kama kuna kitu katikati yenu, si ndio? Kama kaingizia uso wangu unauma. Kaambia unauma, atenda haraka kutibu huko. Acha kunidanganya wewe. Kaambia hamna, tuko kwenye romantic eti Unaje hiyo hali hapo? Sasa kaza kumpotezea maneno ajabu ajabu. Binti anashangaa jamaa vipi? Ili binti akaisi kuna kitu wamegombana hawa labda. Cheki mambo ya kumbuka ni sehemu ya 21 baba. Kwa tunazidi kwenda mbele zaidi na muziki mzito wanauita Border Town kama kawaida. Kwa DJ Hero toka pande za Boma kama kawa tunazidi kwenda mbele zaidi. Basi binti Kuinongura anapelekwa mbali leo uweza mini. Amepakiwa kama zamani. Leo anapelekwa nje kabisa. Ya ufalme kwa sababu kila siku anarudishwa anasumbua. Na ameidiwa atauawa endapo atarudi tena. Katika boda kutoka nje ya mji wa 10,000 Hall, kuna mabinti ambao walikuwa wameweza kukaa walizisha na masuala ya kulishalisha kama vile mgahawa fulani. Wakati wanatoka hivi mzee, wakaona kuna binti mmoja ambaye ameweza kubebwa. Ikionekana watu wao wanafahamiana hawa. Kuna watu ambao ni kikosi fulani. Alipomcheki kwa makini Kuinongura alipotazama kwa makini, akaona mbona kama ni watu ambao wanawafahamu hao. Binti moja akasimamisha. Kaambia jamani, ningependa kupata kahawa kidogo hapa. Mkaushe kiu maana kidogo umetoka safari ya mbali. Wazima akasema hamna noma.
akashuka, lakini binti alipoangalia Kuinong aligundua hawa ni kina Jimao. Walibadilisha mavazi kama watu ambao wanafanya kazi hapa nje ya mji. Ambasha tuna kiu kinyama yani hapa leo wacha tunywe tu leo hapa. Kama unaweza mkapata kingine mkaendelea kuweza kukinywa. Basi wakamiminia kinywaji hicho. Kinywaji safi kabisa na murwa. Basi walimiminia kinywaji ya kutosha hapa. Wakaendelea kupata kinywaji. Jamani, ukitaka kula matunda mengi zaidi yapo kabisa hapa. Hakuna sababu ya kuweza kuteseka. Lakini ndani ya vinywaji hivyo walikuwa wameweka kitu kimoja ambacho ni kama vile sumu. Hawajaribu kuweza kwenda kuwafuata. Walikuwa wameshasinzia wote. Wakachukua ufunguo tayari kwenda kumfungulia basi Kuinong tena. Walikuwa ni mabinti ambao walikuwa wanafanya kazi na Kuinong. Ni wale wenzake utaambiwa. Kuinong, Ambele ya Kuinong kwa salama. Hey, Kuinong tunajua kutupa macho. Kama Jimao, mbona mko bado mko hapa? Kwa bado uko hai Jimao? Kamba siku ile ni Fu Hongxue kuniua. Alinikata design fulani lakini hakuweza kuniua, lakini bado mimi ni mzima. Baada ya kunikata siku ile, sikuweza kufa lakini niweza kuzirai tu kidogo. Baada ya pale wakina wao walikuja kunichukua. Walinikuta niko salama salamini. Nilikuwa nimeumizwa tu kidogo. Kamba lakini tutamwambia nini Kuinong sasa? Lakini alipoangalia aligundua kwamba hajafa. Kama vile bado anapumua huyo. Walimkuta Jimao kama maskini ya Mungu alikuwa bado hajaweza kuiaga dunia. Basi alimkumbatia maskini ya Mungu kwa jinsi ambao msukosuko unaopitia wakiwa pamoja. Kaambia Mungu, nashukuru Mungu bado uko hai wewe. Nilisi wewe umeshaweza kuangamiza au umeweza kufa tayari. Kama lakini muda umeweza kuisha. Tuko bado tuko sawa, bado tuko pamoja. Akisema alikuwa ni kosa langu mimi. Ndio sikumuua Fu Hongxue kipindi kile. Maana nimekuwa hali ngumu sana tena. Sababu sikumuua Fu Hongxue. Lakini Fu Hongxue yuko wapi kuna ufalme? Kana uone kama atakuwa ni hatari kwa upande ufalme wa 10,000 Hall. Tafuta jinsi gani kuweza kumuua huyu mtu kwa sasa. Kama Kuinong hauko peke yako katika kazi. Tumeona tusiende mahali turudi kuja kukusaidia wewe. Katika kazi hapa ya kuweza kumdhibiti mwamba Fu Hongxue itakuwa ni ngumu. Kwa peke yako. Kwa nini nimerudi tena hapa? Kama tulikuwa tunaogopa bado kukuhusu wewe. Tupa sisi uhuru wetu, lakini maisha yako yatakuwaje pasipo sisi watatu kuweza kuwa pamoja na wewe hapo? Hatuwezi tukazidi kuweza kwenda kwa sababu maisha yetu tuko kwenye hali ya hatari. Kusema basi haijalishi kwa yote. Hii kitu ambacho niacheni mimi nye muondoke. Naomba mtoke nje ya game hili hapa. Kama tumekufuata kwa muda mrefu zaidi dada. Kupaswa kuweza kusema kama hivyo. Sema natumaini nyote mtakuwa mko tayari. Naweza mkabaki au niacheni kazi niende nayo. Peke yangu mimi nitaiweza. Bado tunaishi kwa sasa. Ni jambo kubwa sana. Nastaki nyote mwingie kwenye shida kwa sababu yangu mimi. Wengi wamekufa kwa sababu ya kujaribu kuweza kunisaidia, na wengine wakafa kwa sababu ya kujaribu kuweza kusaidika. Kama sifikirie kama kwa maneno yako tutaweza kukuacha dada. Tutakwenda na wewe hata iweje. Bado tuko pamoja na sisi. Na tuko dhati na tayari kukusaidia katika kazi tena. Kama miaka 80 hadi 100 ijayo, bado tutazidi kuwa pamoja na wewe hata iweje. Hatutakuwa na furaha pasiko kwa sababu tumekuweza kukuacha wewe nyuma. Hatuwezi tukaondoka tumekuacha wewe nyuma dada. Wakajikuta wanaanza kuongea katika maneno ya hisia sana, ambayo kuonekana kuweza kumgusa mambo wanamuita Kuinong. Kama tuwezi kuondoka, tutazaje kuondoka dada? Kwa kukuacha wewe hapa. Tunaomba utuambie plani yako ni nini? Au nini umekipanga juu ya Fu Hongxue? Pano apige mako mzee anajikanda kanda huko mzee. Yeye kipigo amekula leo na Fu Hongxue hapo. Sasa alikuwa anajikanda afu ni ana hasira mingi. Yo. Shamba angalia madonda yako tayari ameshaanza kutokea. Yo taochila. Kaambia nilijua tu matatizo haya. 少在那儿说风凉。 Alikuwa ni mama anamuita Huxia. Cheki mambo. 哎，我这办正。 Kwa ameweza kukaa hapo. 找你说的。 Kama inaonekana kwamba unavyosema vile kwa huzuni sana. Siku leo ilikuwa ngumu sana kwako.
这个词用得好， Kaambia vile unajua kukisia kweli wewe. 为你陆小佳造的。 Hamna, mbona hata wewe ulishindwa mwenyewe? Kwani mlishinda mwenyewe kwenda kwa Fu Hongxue? 这样的， Kama 估计 una makovu mengi kinyama. Kaja mawangi kutoa nyama leo. 不要我出手帮你啊， Bado tunahitaji msaada wangu eh? 谁都帮不了， Kamba sahau kuhusu hilo. 只有他。 Tunahitaji kuhitaji msaada wako mimi wewe. 真是没想到啊，你叶开 Unaonekana na mawazo kama mimi Yekai eh? Lakini siku leo ilikuwa ni ngumu sana kwako. 能比我 Si 更， ndio? 恐怕只 Yaani mama namna tunataka kumuogopa zaidi yako. 知道我为什么比， Siamuogopi mtu yoyote yule. 因为我把你替别人想。 Unapenda sana kuingilia mambo ya watu ndio sababu yako. Jila. Ungekaa ukatulia kama mimi wala. 好了， Kaba lakini huenda ni kipaji chako. 今天来找叶兄 Nataka ni 是想求叶兄 kuombe kitu kimoja uweze kunisaidia. 哟，想不到陆， Kamba Lucia wanamaanisha nini kuja kuniomba msaada? Moja yeye niombaga msaada siku moja. 你不愿意， Kamba kama uko tayari niahidi. 你陆兄， Hamna shida, wasi tayari kukusaidia kabla usio na 我 wasiwasi. 叶开是一个真土， Nishakuahidi hanyambii hicho kitu. 刀山下油锅，绝无二话。 Kama ni kuhusu maisha yangu sitakubali. 你上刀山下油锅， Kama sihitaji kabisa kutaka kupoteza maisha yako wala nini. 这个举手。 Jambo dogo tutakaweza kunisaidia hapa. Kaba ni nini? 其实这件事啊， Kambia najua nimekaa na muda mrefu zaidi. 也就是最 Muda mwingi zaidi nimekuwa pamoja na wewe. Hata kuna kitu ambacho nimeweza kukiamua. Jamaa kwa gani nini? Nini unaniambia? Kama niamua kuweza kumuoa Lady Ding. Jamaa akasema 谁？ pumbavu. Nataka umuoe Lady Ding. 你刚 Kaambia ndio sababu muda wote 这些年 nimeona ni binti mmoja mzuri kabisa ambaye 也跟 anaamua sasa niamue ni propose kabisa yani. Kama nataka niweze kumuoa Ding Ding. 姑娘，而且将 Kama 来 umeshtuka sana baada ya kusikia nataka kufanya hivyo. 我这个人平时最不 Lakini 担 tayari nimeshalipa mahari yangu kila kitu. Nataka unisaidie kuwapeleka au mahari hayo. 得找个人替我说媒呀、 Haina haja ya kuweza kufanya hivyo sababu wewe Ye- rafiki yangu wa zamani sana, najua hili swala utaweza kulicontrol vizuri sana. 而且这礼书 Nasema hapa hii ni barua kwa ajili ya maombi 还请叶 ya 兄 harusi badala yangu. Nataka uipeleke kwenye familia yao kwa niaba yangu mimi. Kaya kaona Mungu wangu ni live au kamba hii ndoa haiwezi sio ya kitoto eti unajua. 你好好想 Sisi 想， tunafanya mambo ya ndoa ni kama ya kitoto sio? Jamaa karudisha barua. 这些日子啊 Kamba siku nyingi nimeongea sana 几久的呀？ kuhusu masuala ya harusi, lakini 发现 nimefikiri nikaona ni wakati wake murwa kabisa huu hapa. 去啊，我就是一口脱了缰， Lakini sitaki kufanya hivyo kwa sasa. 拴着我才。 Nahitaji kuweza kumuoa binti huyo. Sasa ngoja nirudishe vitu vangu vyote nyuma ya kisha namuoa binti huyo. 陆兄， Kaza brother Lu, 成家立业，这是 siwezi nikakubali jambo kama hili katokea mpaka Miss Ding amekubali. 黄毛丫头， Lakini binti bado ni mdogo mbona? 人才，他配不上 Acha kumtetea bana, anaonekana binti mzuri kabisa huyu. Ah. Wangapi wanampenda mpaka sasa hivi wewe? 他了。我陆小佳见的女人可多了， Kuna wanawake wengi ambao kawatafuta wengine. Mimi niachie tu huyu hapa. 真正 Ding Ding wanaonekana wanamtetea sana wakati mimi hapa 还捞。 nimeshaamua kuweza kufanya maamuzi hayo. 所以啊，我这头倔手 Jaribu control akili yako bana. Hata kuwa msumbufu. Wewe nipelekee barua hii yangu. 得住， Tayari uweze kuweza kumuoa binti huyu. 我眼前就什么 Kama hata kufikiria sana. Ndio nimeamua, wewe umeshachelewa naona. Naona inakuuma lakini utafanyaje? Inabidi nimuoe mimi, nataka nimuwai. Na niko serious. 想好， Kama nimeshaamua, kwa umeshaamua. Kama ndio fikiria kuhusu hilo tena na tena. 这可 Huyo binti namtaka mimi. Sitaki kuweza kuhakikisha kama nawaoa watu ovyo. 这 Nataka 样， nibaki na binti huyu. 因为你，我才和丁姑娘有缘 Kama。tayari nakwenda kumuona Miss Ding, 叶兄， nitahakikisha namuoa. 想送个顺水推舟的人情， Kana wewe unamuingiza kwenye matatizo sana. Binti ana mawazo. Jamaa anarudisha. 怎么？叶兄， Jamaa anarudisha brother, sitaki kuja kunisaidia sio? 你 Kana ulisha niahidi, si ndio? 上刀山下油锅都 Kaambia huna muda wa kuweza kufanya hivyo. Unarudisha barua na mkubali nini wewe? Peleka barua yangu hiyo. Basi baada ya hapo, 他死 Miss Ding Ding alikuwa amekaa zake maskini. 就是你的心。 Kila siku ni kumfikiriaga Yekai tu. Amekaa kwa sasa Yekai amekuja na mawazo kweli yani. Yekai maana yake binti huyo anamkubali, lakini sasa kwa sasa anataka kuweza kujihusisha kwa sasa na binti huyo, lakini ni mtu ambaye anamtafuta binti anafurahi na cheza zake peke yake. 就是要这样。 Ni binti mwenye furaha siku zote na mtu msema kata tamaa huyu. Sasa leo aliona amefanya vibaya sana leo. Yekai alikuja kujaribu kuzungumza na binti huyo. Tena leo. 围住 Kamuta binti kaambia zunguka hapa, binti anacheza zake peke yake. 姑娘， Miss Ding, 我有事跟你说， kuna kitu nataka niweze kukwambia wewe. Kaambia binti akaambia sema. 能不能换个地方说？ Ndio kanipa mimi muda tayari nikaanza kuongea hichi kitu. 好，就这儿 Kaambia 说。 basi hamna shida, ndio tuongee. Binti
Binti anaendelea kucheza na Ye Kai na mtesaga kila siku. 你愿不 Kama 愿意？ kuna mtu anataka kuweza kukuoa wewe hapo, unakubali? Binti akasema kweli? 当然是真的。 Kaambia ndio, ni kweli mtu anataka kuoa. Maskini Mungu, binti akajua ni nani? Ni Ye Kai. Akasema nafurahi sana jamani. 干什么呀？ Sinatamani kusikia neno kama hili tangu zamani sana. 我要让所有人都知道， Lakini leo naona mama tuweze kubariki siku zote kwa pamoja wote wawili. 那天 Nilipambana sana siku zote. 我为了你， Nikajihusisha na wewe, la sikutaki kuweza kukuchafua. 为了我， Sababu yangu mimi. 我大哥 Acha binti akaanza kuongea maskini ya Mungu ya moyoni 以后， ambayo inamtesa kila siku. 可是我说， Nasema kila siku nilikuwa nakwambia, ukaniambia nifukuza, 因为 ukanikimbiza. 要跟你在一起， Lakini nikaamua kwamba siku moja nitakuja kuwa na wewe. 你是年轻 Ukanipeleka kila mahali kote, 里， ukanifukuza kama mnyama. 而不是某一个 Lakini nikaamini siku moja Mungu atakuja kufungua njia. 他记得， Atakuja kukaa moyoni mwako wewe siku moja. 只能是主 Atakuja kuwa kwako wewe siku moja. Wengi wamenipiga maneno mengi kuhusu wewe, lakini nimeamua siku moja tu utakuja kukaa upande wangu. Maskini ya Mungu 嘴。 akasema, naona majibu yangu yameshaanza kutokea sasa, 我知道你有很多很， baada ya moyo wangu kuweza kukaa na majonzi muda mwingi, 永远都顾不上我。 kwamba sitakaa niwe na muda kwa ajili yako. 我愿意等你 Wengi wakasema utakuwa na muda kwa ajili yangu. 10年， Nitakaa miaka 20, 30, hata 40 ikiwezekana. Nitakusubiri siku ambayo utakuwa tayari kuwa pamoja na mimi. Hata usipokuwa hiyo miaka bado nitaendelea kukusubiri uweze kuja kuwa mke wangu, 我的事情 nje kuwa mme wangu. 想起我的， Bado tu nitakukumbuka siku zote. Miaka hata 40, 50 nitabaki, lakini leo naona ndo wakati umeweza kufika. 其实我要跟你说的是， Kaambia ndio nilikuwa nataka kukwambia. Kama unataka kuniambia nini? 我要跟你说的是， Unajua nataka kwenda kukwambia wewe. Binti akatanguliza busu, akajua basi leo amekubaliwa maskini. Sasa Ye Kai akajikuta hata anashindwa sasa kusema kilichomleta. Binti ameandika maneno magumu sana ya moyoni. Binti huyo anampenda, lakini Ye Kai anamnyanyasa sana. Cheki mambo hayo. Ye Kai basi naye akajaribu kujikuta sana naye anaingia kaniwasia tena hizi. Wakati anajaribu kuweza kumsogelea, akajaribu kupotezea kwa namna nyingine. Akawa ameweza kukimbia. Ye Kai! Ye Kai! Maskini Mungu, Ye Kai alikimbia. Binti ameongea magumu sana leo. Upande wa pili katika jangwa ili hapa leo, katika kutokana na mambo ya sherehe na nini, kuna wale watabiri nyota leo wanaitwa kwenye ufalme. Wakati wanakuja na mabinti fulani 4 hivi. Kumbuka kina Quinong tayari, kina binti Quinong tayari wana mpango wa kuja kuingia kumdhibiti Fu Hongxue tena. Ama binti ambao huwa wanakuwa kama vile ni mapirates. Yaani wanatoaga manabii fulani wa kupiga ibada. Leo akiwa anakuja hapa leo kuingia kwenye ufalme huu, wanataka kuja kurudi kwenye harusi ile pale. Wanataka wakamdhibiti Fu Hongxue. Ghafla kuna binti mmoja alikuwa amekaa barabarani hawa. Huyu binti ni mmoja kati ya wale mabinti ya kina Quinong hapa. Hao kwa sababu ni kama mashehe hivi wa kidini, kwa hiyo walishuka kuweza kuja kuangalia nini. Una mpango gani kusimama mbele yetu? 喝喜酒的吗？ Kama je, mnakwenda katika harusi kwenye ufalme wa $10,000, ndio? 人呢？ Sitakubali muweze kufika kule. 你想干什么？ Sababu kuna kitu nitakachoweza kutumia kupitia nyinyi. 可以用。 Naomba nguo zenu ninyi. Walivamia wakaweza kuwavamia kabisa. Wakawanyang'anya mavazi na kila kitu. Wakawalewesha kwanza hapo chini ili waweze kuchukua mavazi yao pamoja na farasi ambao wanawatumia. Basi pale pale 把峨眉派的衣服换上。是是。 basi wakati walipokuwa wameanza kukaa, wakawa wameanza kuondoka pale. Binti akasema basi nimepata yule ambacho kwa nakihitaji. Nimeshampata yule nyoka. Basi alipoitazama alikuwa ni yule nyoka mmoja ambaye mbakana kama nyoka huyu ndo adui wa Fu Hongxue. 对不起， Akasema sasa tayari nimeshajua kila kitu. Muda huu Fu Hongxue sitakukosa. Kaboy nyoka wa nini huyu? 老蛇就是你说的。 Nataka kuniambia kwamba ndio silaha pekee ya kumdhibiti Fu Hongxue. 你们说的对， Kaambia nyinyi yote mtakuwa salama. 是万马。 Hatimaye leo nakwenda kukamilisha mpango katika $10,000. Cheki mambo. 我们要想赢他， Sababu tumejaribu kumzuia muda mrefu hatukufanikiwa. Basi leo kupitia nyoka huyu basi 凭什么？ tutafanikiwa kuweza kumfikiliza huyu. 凭他。 Kaambia kwa sababu ya hii hapa. 这个热度 Akakumbuka mara mwisho Fu Hongxue aliweza kumpa siri. 潜伏在我的身体， Akaambia yule nyoka akinikaribia namna hiyo basi mimi nitajikuta ninakuwa dhaifu. 发作。 Na chochote kitaweza kuniharibu mimi hapa. Siku ile ambayo Fu Hongxue aliweza kuambiwa
Binti alikuwa anakumbuka Fu Hongxue alitoa udhaifu wake kwa binti huyu. Alimueleza vizuri kabisa. 就会把持不住。 Kabla kwa hiyo utaweza kucontrol mwili wako endapo 就算是 atatokea nyoka ambaye aliweza kumeza sumu yake. Ndio? 都会发作的。 Akasema nitakuwa ovyo sana hadi kufa. Cheki mambo hayo. 什么意思？ Kama kuona maanisha kwamba huyu nyoka anakwenda kummaliza, si 我教 ndio? 的武功，利用千年之 Kaambia ndio jinsi ambavyo iko. Tutakwenda leo nitamwekea huyu nyoka, alafu nitamfungulia nyoka mkubwa ambaye 每 atakuwa ameweza kuweza kummaliza kabisa Fu Hongxue. 就会独后攻心。 Ambao tayari spishi hii itamfanya yeye aweze kuwa dhaifu na hatimaye kupoteza maisha 马 kabisa. 唐 Kupitia hii kuna ufalme wa 10,000 dola tena unakwenda kuwa salama. 让所有万马 Tayari kumtemshia supu yeye ataweza kuinywa. 真实的身份。 Baada ya hapo nitafungulia nyoka mkubwa kabisa aweze kummaliza namna hiyo. Basi hiyo kuna sehemu ya 20 na moja kabisa pale. Tukutane katika sehemu ya 22 ya kitu inaitwa Buda Town kama kawaida. Yaani DJ Hero kama kawa. Tukutane katika sehemu ya 22. 叶开果然是叶开。 原来这些年你一直